Uwaligani msikilizaji mpenzi pote pale ulipo, matumaini yangu makubwa ni kwamba wewe ni mzima wa afya. Karibu kuungana nami katika makala ya uchambuzi baada ya habari. Ninayekualika katika makala haya ninaitwa Thompson Unjibata Ngalwa William. Ni makala muhimu yanayokuletea uchambuzi wa kina wa habari. Wajumbe wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wahasi wa M23 AFC wameweka sahini Jumanne Oktoba 14 huko Doha nchini Qatar ya ufuatiliaji wa mikataba ya usitishwaji wa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni suluhisho muhimu ambayo imechukuliwa katika awamu ya 6 ya mazungumzo ya amani kati ya pande hizo mbili zinazozozana. Kamati itakayohusika na uchunguzi wa mkataba huo kwa mujibu wa tangazo la mkutano ni pamoja na wajumbe wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa na AFC M23, kila watu idadi iliyo sawasawa, wawakilishi wa Umoja wa Afrika, wa Qatar na wa Marekani watakaokuwa kama wachunguzi. Kongamano la kimataifa la masuala ya kanda la maziwa makuu CIRGL kupitia kitengo chake cha ukaguzi wa kina kinachoitwa MCVA. MCVA Plus itaundwa pia na MCVA na wajumbe wa serikali ya Kinshasa na wale wa AFC M23. Hawa kila wamoja hesabu ya watu watakaoingia itakuwa sawasawa kwa lengo la uratibu, pia MONUSCO kama mshiriki wa dharura. Hayo yanakuja siku chache baada ya rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Joseph Kabila Kabange hakikusanya wapinzani mbalimbali katika kikao mjini Nairobi nchini Kenya. Swala lililoleta maoni mseto mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika mji wa Uvira kwa pekee. Vile vile mapigano kati ya M23 na wazalendo katika tarafa la Kabare, Kivu Kusini. Leo tunaangazia undani wa mapigano yaliyoripotiwa kati ya pande hizo mbili tangu Jumapili na yanayoendelea leo hii katika mbuga la wanyama la Kahuzi-Biega, ila pia ukomo wa mkutano ulioitishwa na Joseph Kabila Kabange uko Nairobi wakati ambapo mchakato wa amani ukiendelea. Msikilizaji, kaa nami tuendelee pamoja. Hali ya usalama imerejea kuwa tulivu katika kijiji cha Chivanga na viunga vyake baada ya mapigano ya usiku wa Jumapili kucha Jumatatu mwanzoni mwa wiki hii pembezoni mwa mji wa Bukavu kati ya wahasi wa M23 na makundi ya wazalendo wanaolisaidia jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo la FARDC, huku wazalendo wakidhibiti eneo kubwa la mbuga la wanyama la Kahuzi-Biega walikokimbilia na maasimu wao M23 wakiwa kwenye mlango wa maingilio ya mbugani humo Pachivanga na ndani ya miji yote iliyokuwa imekwisha kuanguka mikononi mwa wazalendo. Siku ya Jumapili mapigano yalianza saa 9 usiku hadi saa 5 mchana wa Jumatatu. Washuhuda wa tukio wanasema moto wa wazalendo ulikuwa mkali na kufanya M23 kuondoka na kukimbia. Wazalendo wakadhibiti Chivanga na viunga vyake na kufanya wasiwasi kuibuka katika miji ya Miti, Kavumu, Katana, Kabamba hadi Kasheke tarafani Kalehe. Upande mwingine M23 ilijifunga vibwebwe na kuja kutimua wazalendo maeneo yote hayo. Kwa sasa Chivanga ni mikononi mwa M23 kama anavyonieleza mfanyabiashara huyu kutoka katika kijiji cha Mudaka kwenye kilomita za pata 5 kaskazini mwa mji wa Bukavu, ambaye amehifadhi jina lake kwa sababu za kiusalama. Walikamata pour quelques heures kisha baadaye wakatawanyika wakarudia tena misituni, na baada ya hapo ni M23 ndio walirudilia tena maeneo ambayo walikuwa wanadhibiti zamani, walirejea ile maeneo sababu baada ya mapigano wazalendo walimiliki pour quelques heures et après wakarudia tena misituni. Na ilikuwa siku gani? Ilikuwa dimanche ndio yale mapigano yalianzaka tangia 3h mpaka 11h. Wazalendo wakatoka siku gani, na leo tukiwa siku ya Jumatano yani mercredi, hali ikoje? Kusema wazalendo kwa kweli waliwapigaka wakafukuza kule Chivanga, na kwa kweli wakakimbia. Wakati walikimbia wakawashusha timpa kule Kafurumae wa M23 walikimbiaka, na wakati walikimbia wazalendo walibakia mjini ya Chivanga Kafurumae wanamiliki. Kisha baadaye baada siku moja walitoka siku ya kwanza wazalendo walitoka ama mchana hivi waende na kamiliki tena hizo mjini mbili, yani Chivanga na
na huko Kafurumai. Kutoka Chivanga na kwenye uwanja wa ndege wa Kavumu ni kama masaa mangapi ya mguu? Kutoka Chivanga mpaka kule uwanja wa ndege ni kama masaa matatu ya mguu. Hivi je, shughuli zinaendeleaje? Usafiri, mabasi, zile agents kutoka maeneo ya Kavumu kuelekea Bukavu, Bukavu kuelekea Kavumu, hali ya usafiri ikoje? Biashara, zile tomate, miwa? Hayo usafiri kwa usalama kabisa, iko vizuri. Kusema ni hiyo siku ya Mungu, yani dimanche tunjo kulikuwa perturbation ya uchukuzi ya magari pale, ndio kukaa perturbation ile mabomu ambayo ilikuwa nalia kila saa. Alors na pre ile siku hali karudia kama kawaida. Kusema hali ya usafiri iko sawa kabisa. Kwa hivi kutoka Kavumu mpaka Bukavu kwenye basi ni bei gani? Ni 3000 francs. Wananchi wanasemaje kutokana na hii hali ya mapigano mara kwa mara? Wananchi wanahuzunika sana, kila mara kwamba government ikusha kuachilia, na hapo kabisa hawajua wafanye nini, sababu government ikusha kuachilia. Wanahuzunika sana kwa hii hali ambayo wanapitia, sababu wengi hawatumiki tena makazi zao za kawaida kama vile walikuwa wakitumika. Na huko milimani kama Chibumbiro, kwa milimani za Kaje, wananchi wamekusha kukimbia sababu hali ya mapigano yanafanyika muzile milima kila mara. Kusema wengi wamekusha kukimbia miji zao sababu ya hiyo vita ambayo inafanyika kila mara. Wananchi wanataka serikali gani wasaidie? Serikali ya M23, serikali ya Kinshasa? Mahana maeneo hayo yanadhibitiwa na M23. Serikali ya Kinshasa ndio wananchi wanahitaji ipate kuwasaidia, sababu wananchi hawapendi nchi ipate kugabulika. M23 huko mliko inawaambia kwamba wanakuja kugawa nchi, au wanasema kwamba wao ni jeshi la ukombozi, wana mapinduzi, wanakuja kupindua serikali ya Tshisekedi ili wananchi wapate kubaki katika amani na salama, wapate kuwa katika maisha mazuri. Wanasema vile, lakini ile makauli zao, hawafurahi hiyo makauli zao. Wananchi hawapendi nchi ipate kugawanyika, wanapenda nchi ibakie ni ile ya Wakongomani, hawapendi kugawanya nchi yao. Katika mbuga la wanyama Kahuzi Biega, hadi hivi tunavyopanda ewani na makala haya ya uchambuzi baada ya habari, kuna ukimya, ila wazalendo ndio walio katika maeneo mengi ya mbuga hilo kuliko M23, amesema mfanyabiashara huyu. Usalama iko vizuri kidogo, usema M23 wanapita fasi moja pale Kero, lakini nyingine fasi yote inamilikiwa na wazalendo. Ule mbugani ya wanyama inamilikiwa wazalendo, na pale kubalabala tu kwenye bariere njo kwenye M23 wanamiliki. Hapo wanakumiliki kwenye barabara ni kutoka, ukilinganisha na Bukavu ni sehemu gani hasa ukiwa umetokea barabara hii ya Kavumu Bukavu? Ni huko Chivanga tu. Kupanda ngambo za Bunyakiri. Na vipi hao wazalendo wa Bunyakiri, wale wa Chikirikicho, Mirimba, wanaonekana maeneo hayo kuja kujaribu kutikisana na M23? Wanaonekana humo milimani na mule mpake nasionali ya Kahuzi Biega, humo ndio wanaonekana, lakini hawaonekanake kwa kazi huku ngambo ya kubalabala, wanabakia katika milima. Nyinyi kama wananchi mnafikiri, na wanaharakati wa mashirika ya kiraia, mnafikiri nini ambacho kinapelekea wazalendo wanapokuja hivyo wanakamata kijiji masaa 3-4 tena wanaondoka na kuacha kijiji wazi? Nini ambacho wanakosa nini haswa hadi iwe nafikia hivyo? Hawakosewa na kitu, lakini kila mara wanaambia ni government ndio inawaita kila mara wakati wanapokamata mjini fulani, government ya Kongo inawaambia eti warudie tena nyuma asipigane. Na baada ya wao kurudi nyuma, wanaporudi hivyo M23 wanapoingia tena mjini, warahia hawapatwi na matatizo yoyote kwa M23? Wanapatwa na matatizo kila mara, sababu wakati wanarejea vile wao wanaanza kama raia ovyo ovyo kunena kwamba wao ndio wazalendo,
kuwaua ovyo ovyo. Na je, mnapewa haki ya kujieleza, kuongea kwenye vyombo vya habari, kuongea kwenye midahalo, kwenye migahawa, maligala, huko mnapewa nafasi hiyo? Hatupewa nafasi sababu tuko maeneo ambamo mkiwa na waasi wa M23, tuko ile ruhusa kusema tuko chini ya ulinzi mara, hatuna na uwezo wa kuzungumza chochote kile sababu tuna maisha. Na kuna sheria zingine ngumu ambazo wanawawekea huko? Ndio, wanaweka sheria ngumu sababu wafanyabiashara wanawekewa sheria ya kunena ya kwamba inabidi kulipa kila mara makuta kusudi uendelee kufanya biashara yako. Sema wamewekewa sheria ya kuwa mataksi za nguvu ambazo zinasababisha wengi kufanya biashara na kurejea nyumbani. Ni kusema watu wanakosa makazi sababu ya hali ya mataksi za mingi zenye zinaombewa kila mara na hao waasi. Kutokana na vyanzo vingine, M23 ndiyo walioshambulia ngome za wazalendo na vijana hao kuwaingiza wavuni na kupelekea askari wengi wa M23 kupoteza maisha wakati wa makabiliano hayo. M23 usema vita siyo kuhesabu idadi ya watu wanaokufa aiza hesabu ya mahiti, lakini vita ni kuangalia malengo na kufikia malengo mnayoyapangilia. Kwa nini pande hizo mbili kumenyana wakati mchakato wa amani upo? Profesa Bikoroti Lugi Stefano ni kiongozi mmoja wa wazalendo wa CVD ambaye alikuwa katika shamba la vita na kwa sasa yuko katika mbuga la wanyama la Kahuzi-Biega. Amezungumza nasi kwa njia ya simu. Mikataba ya serikali na waadui wa M23 ni wao ndio wana mikataba, lakini sisi kama wananchi tunaendelea kuzoofika, tunalia, tunakufa, tunaibwa. Watoto wetu leo hawasomi, kesho hawasomi, na hali imekuwa mbovu kabisa. Wachuruzi hawafanyi biashara, walimaji ni wasiwasi. Hatutaishi kwa hali hiyo. Profesa Jakusija kukata. Unaposema maadui namna gani wakati ambapo M23 kwa leo wamekuwa na jina mpya, wanaitwa Jeshi la Ukombozi, na waliosajiliwa kwenda Rumangabo katika mafunzo zaidi ya askari 12,000 wakiwemo askari polisi, askari jeshi, wanaitwa Jeshi la Ukombozi, wanakuja kukomboa. Sasa mnawahitaji maadui, wanakuja kukukomboheni. Naziri zote alizoahidia Rais Felix Tshisekedi kwa mujibu wa Corne Nanga na Bertrand Bisimwa ni kwamba hajatimiza chochote. Sasa wanakuja kukukomboheni ili mpate kubaki katika salama, mpate kubaki katika maadili. Nyinyi mnaanza kuwaita tena M23 kwamba ni waasi wakati wao wanaitwa wakombozi. Wanaweza kubadili majina kadhaa, wanaweza kujivika rangi nyingine ama ngozi nyingine, wanaweza kujiita hata jeshi la taifa, lakini ni wale M23 ambao wanataka kuivua nguo ambayo tunawafahamu kwa hayo ili wajivike nguo nyingine ili kutudistre, lakini wao ni waasi wa nchi yetu, ni waasi wa Kongo, ni maadui wa Kongo. Na ikiwa wanafanya hivyo, ndio wale wote ambao wameenda kwenye mafunzo huko Rugabo na pengine, kuna ambao wameshikwa kwa nguvu mateka na kuna wale ambao hawana pa kwenda, wamekwenda huko. Lakini tutakapoanza njia ya ukombozi, naamini ya kuwa tuna majeshi wengi kuliko wao, na baadhi yao pia kuna wale wazalendo ambao wako ndani yao. Mkuu huyu wa wazalendo wa CVD ameendelea kusema kuwa msimamo wa wazalendo ni kujikomboa wenyewe na kupigana na siasa za kugeuza wakongomani kuwa watumwa. Lugi anazungumza. Ni heri mtu akafa kuliko kuwa mtumwa wa wengine katika nchi yako ambayo umepewa na Mungu, ukawa tena mtumwa wa wengine. Ni heri kabisa kujitoa ukafa kwa ajili ya kuleta amani na wengine wakabaki na amani, sababu ni historia kubwa kuliko kuangamiza wengi. Watumwa ni wanani, Profesa? Watumwa ni sisi ambao tunaoteseka, tukifa, tukiuawa, tukinyang'anywa, watoto wakifa, wake zetu wakibaki wajane, watoto wakibaki mayatima katika nchi yetu, wakitupora na kutupiga na kututesa na kutufunga bila sababu.
Sasa hali hiyo ni lazima tuikatae kabisa, na hakuna atakayetusaidia isipokuwa sisi wenyewe kusimama na kujisaidia. Nchi nyingi zimejikomboa kwa kuungana na kwa kukataa kabisa masharti ya udikteta na uvamizi wa nchi jirani. Mnafikiri kwamba Felix Tshisekedi hafanyi lolote kwa ukombozi wa maeneo yanayoikaliwa na waasi wa M23 mashariki mwa DRC? Ikiwa anafanya lolote lingelionekana, sababu Bunagana sasa ni miaka imepita. Ikawa Bunagana, kisha ikawa Goma, ikawa Ruchuru, leo ni Bukavu, kisha Kamanyola, na hivi wanafukuzia kuingia hata Uvira, Baraka huko na kuendelea. Je, tutaendelea kuishi hivyo? Haiwezekani, na hatutaishi kwa ahadi. Ni lazima ikiwa anafanya jitihada, ni lazima na sisi tuoneshe, tumsaidia kuwa tumesimama kwa kusaidia nguvu anazozifanya. Tutazitia pamoja, tukiungana tutamfukuza huyo muasi. Sehemu wanazodhibiti M23 kuna ukimya, wanakopatikana FARDC na wazalendo, risasi kwenda mbele. Unafikiriaje hilo? Sehemu kunapopatikana M23 hakuna ukimya. Vilio viko kila siku. Wasomi wanakimbizwa kila siku. Hakuna ukimya huko, sababu nchi haiwezi kuishi bila wasomi. Vingine vitu vimefungwa huko, huwezi kufanya vitu fulani. Benki zimefungwa sababu hakuna kabisa maendeleo ambayo yanaendelea huko. Ni kama jinsi walivyoshika ndivyo nchi iko huko, lakini vifo vinaendelea kila siku. Pendekezo langu ni kwamba sisi wazalendo, wakongomani wote kwa ujumla wajiunge na CVD ili tumfukuze huyu Mnyarwanda ambaye anayetutesa Bukavu, Goma, Bunagana, Ruchuru, Masisi. Tumfukuze arudi kabisa alipotoka, na atuache na amani katika nchi yetu ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia. Sisi wenyewe tuishi kwa amani na tuishi kwa umoja, maendeleo yawe, tuache ubaguzi wa kabila na lugha, na tutaikomboa nchi yetu. Ama kuhusu kikao kilichoitishwa na Joseph Kabila Kabange uko Nairobi, Profesa Lugi Stefano Bikoroti amejibu: kuna mtu atakayeweza kuigawa Kongo, sababu Kongo ni moja na itabaki moja, na wakongomani wote tuko pamoja. Japokuwa misukosuko, vita na hali ya nchi ambayo sio nzuri, lakini Kongo itabaki moja. Na utakaponiuliza maswali ya Joseph Kabila, mimi siwezi jibu hapo. Ninalojua tu sisi ni Wakongo, tunajitihada kabisa ya kuleta amani katika nchi yetu ya Kongo. Amani kwanza ni wakongomani kwa pamoja na kumpiganisha adui wa Kongo ili aondoke katika nchi yetu. Adui wa Kongo aondoke katika nchi yetu. Adui ni huyu M23, ni adui kabisa mkubwa, sababu japokuwa wanasema ni wa Kongo, ndio tunaona sura za wa Kongo ndani, lakini nyuma yao wanaongozwa na wanasapotiwa na wanapewa vifaa na Wanyarwanda kabisa, na inaonekana waziwazi Wanyarwanda ndio wanafanya vita, wao ndio wanaua, wanaiba, na hawa wakongomani ambao tunawaona ndani wanatumiwa kama vibaraka tu. Wewe si kibaraka? La hasha, mimi ni mzalendo, mwananchi. Tufahamishe kuwa kikao cha Nairobi kimezaa chama kingine kipya kinachoitwa Mouvement Sauve la République Démocratique du Congo. Kikao hicho kinahitaji mazungumzo ya amani ya ukweli yasiyo na unafiki ndani yake, Joseph Kabila amesema, wakitupilia mbali maamuzi ya Rais Felix Tshisekedi na wakisapoti pendekezo la muungano wa maaskofu wa Kikatoliki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo SENCO na makanisa ya Kikristo ASC. Kundi hilo mpya linaloongozwa na Joseph Kabila limekosoa sheria ya hukumu ya kifo iliyotolewa na mahakama ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya rais wao. Msikilizaji, na huo ndo mwisho wa makala haya ya uchambuzi baada ya habari, nikinyatuka taratibu katika sayari hii. Mimi ni Thomson Unjibata Ngalwa William. Tukutane nao tena wakati mwingine na mara nyingine. Alamsiki.